hii aya hii imemaliza kila kitu katika maisha ya ndoa. Allahu tabaraka wa taala ameanza kusema wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja, ya kwamba katika aya zake Allahu tabaraka wa taala, katika ishara zake na dalili zake na alama zake, an khalaqa lakum min anfusikum azwaja, amewaumbieni wake. Sasa funzo la kwanza Allah kusema wa min ayatihi, katika aya zake, katika alama zake, unapata funzo kumbe mwanamke ni aya. Allah amesema wa min ayatihi, katika aya zake. Ayatun, kuna ayatun maqru'atun wa ayatun mar'iyatun. Kuna aya za kusomwa ziko 6236 hizi za Qur'an ni maqru'at, na kuna ayatun mar'iyat, aya za kuona kwa macho, unaona na unajifunza. Sasa Allah tabarak wa taala ameita mwanamke ni aya mar'iyat. Kwa kuwa ushajua ni aya, yataka ujue sasa hii aya Allahu tabaraka wa taala utaikabili vipi, utaishi nayo vipi aya kama hii. Kwa unatakiwa ujifunze na uisome. Allahu tabaraka wa taala pia katika aya nyingine anatuambia wa fi anfusikum afala tubsirun, mtafuta mafunzo na aya za Allah tabaraka wa taala. Mbona aya zipo nyingi? Yasema wa fi anfusikum, na katika nyinyi wanaume kuna aya na mafunzo. Afala tubsirun, kwani hamuoni? Ina maana katika wewe kuna aya na mafunzo na ishara nyingi za Allahu tabaraka wa taala. Ndio walio na akili na watu wa busara wanachuoni wanasema hawa wawili, mke na mume, yani wanandoa, wanafananishwa na meno na ulimi. Wanasema mwanamke ni sawa sawa na meno. Meno yana sifa ya ugumu na ukali, na mwanaume anafananishwa na ulimi kwa sababu ya ulaini wa ulimi. Sasa swali, ulimi unawezaje kuishi na meno hali meno ni makali mno, hayataki mchezo kabisa, ni makali, ni magumu, na ulimi ni mlaini sana. Wawezaje ulimi kuishi na meno? Kitu cha kwanza, ulimi umejifunza tabia za meno, ukagundua kwamba meno asili yake ni ukali na ugumu. Hii ndo ni asili yake, na ashajua ulimi ya kwamba mimi sito survive bila meno, kwa sababu nahitaji vitu laini, na huyu meno huyu ndo anayenipondea pondea. Kwa hiyo basi, ili niweze kuishi naye lazima nimsome na nimuelewe, sifai kushindana naye. Kwa hiyo unapata wewe unapotafuna, ulimi unachokifanya, unachukua chakula kilichobakia, kilichojificha katika meno na sehemu zingine, zinamwekea vizuri meno aweze kukanyaga na kuponda ponda. Kwa hiyo unapata ulimi unajifunza na unajua namna kuishi na meno, ni kwamba ni ujue huyu asili yake anaishi vipi, yupoje asili yake. Baada ya kulitambua hilo, ndo akaona ni rahisi sana kuishi na meno. Sasa hata siku akijisahau, kwa bahati mbaya akakosea, akachelewa kurudi sehemu yake ulimi, meno atamgonga na ataumia. Lakini baada ya kugongwa hachukulia hasira kulipa kisasi, la, bali anajua huyu ni asili yake, hani maumbile yake. Kwa hiyo hata lipa kisasi, hani maumbile yake. Basi ndio maisha ya mume na mke, ya kwamba mke asili yake yeye ana mapungufu mengi sana, na ndio maana unapata anapatwa na mzunguko. Yaani kuna wakati anakuwa yupo katika siku zake, kwa ina maana ana siku zake na siku zingine za nani basi si zake. Kwa hiyo unapata ana mapungufu mengi sana. Sasa akiwa katika siku zake anakuwa na kisirani mingi sana. Kwa wale wanaoishi na wanawake wanajua, akiwa katika siku zake anakuwa na kisirani sana. Yaani zamka tu asubuhi amekasirika, au anatafuta tu sababu mgombani. Hii ni nature yao, ni kawaida yao, yaani ni maumbile yao. Sasa ili uweze kuishi naye, ni na wewe uweze kukubali kwamba wewe ni ulimi, unatakiwa umsome huyu mwanamke, kwa sababu kweli sisi tunamhitajia mwanamke katika maisha yetu. Na ndio maana Allah tabarak wa taala baada ya kumba Adam, alipomuingiza katika janna yake, katika pepo yake, alimuona hana utulivu. Licha ya kila kitu anachokipata katika pepo yake, Allah tabarak wa taala amekosa utulivu. Ndio akamwambia Hawa apate utulivu. Na kweli tunahitajia wanawake. Wewe ukitoka katika shughuli zako, unahitaji mtu nyumbani amekupikia, amekufulia, na ujue haya si majukumu yake. Hii kukupikia na kufulia, lao hatofanya hili basi hata hapati dhambi mwanamke.
Hii ni katika fadla, ndio Allah tabaraka wa taala akasema wala tansawul fadla bainakum, musisau fadhila baina yenu. Ya kwamba kuna wakati unaweza mwanaume na mke sasa ana faida gani? Ana faida yeye amekunyonyeshia watoto wako, kwa sababu hiyo watoto ni wako. Na ndio maana Allah tabaraka wa taala katika sura At-Talaq anatueleza tala ukampatia talaka mwanamke akiwa mjamzito, baada ya kujifungua anamwambia mpe mwenyewe mtoto wake, hata usimnyonyeshe. Allah tabaraka wa taala anakuambia wewe mwanaume, fa in ardana lakum, ikatokea amekunyonyeshia mtoto wako, anakuambia faatuhunna ujurahunna, mlipe, si bure. Kwa unapata ile kukunyonyeshia mtoto wako ni fadhila. Wala tansawul fadla bainakum, musisau fadhila baina yenu. Unaona kwamba unamhitajia sana mwanamke, yate ikatokea dharura, ni wiki moja ama wiki mbili ametoka ameenda kwao, kuna dharura kule, mwanamume atumia bedsheet moja mpaka atakaporudi, yakirudi mpaka sufuria kitandani atazipata, lakini yakiingia tu atabadilisha kila kitu. Wala tansawul fadla bainakum, kwa tunamhitajia sana. Kwa hiyo basi unatakiwa usome sasa madhaifu yake na asili yake, ya kwamba ile kukasirika na vitimbi ndo maumbile yao, hii ni kitu chao cha kawaida.